Mmeona shughuli jana, vijana wetu wamepeperusha vema bendera ya taifa letu, wametetea vyema wimbo wa taifa letu, wametuwakilisha vyema. Na mimi naweza kukiri kusema kwamba hawakutoka mashindanoni, wametolewa mashindanoni. Mlivyoona na mimi nimeona hivyo hivyo, na maoni yenu yanafanana na maoni yangu, hasa dakika za mwisho zile. Kwa sasa nitumie fursa hii kuwapongeza sana. Kwa niaba ya serikali tunawapongeza wizara, tunawapongeza wenyeji wetu waliowapokea kule, tunawapongeza taasisi zetu, shirikisho la mpira wa miguu la Tanzania na la Zanzibar, tunapongeza wizara, tunapongeza mkuu wa msafara, tunapongeza benchi la ufundi, na tunawapongeza vijana wetu waliovuja jasho. Kwa yale tuliyoyaona wamefanya kwao, tuwaambie tu na sisi tuna kwetu, watakuja. Na sisi na kwetu ni hapa hapa, watakuja. Tena sio mbali, 2027 watakuja. Vijana wanasema sisi ni people, tutakutana tu, watakuja. Kwa nitoe rai kwa Watanzania wote, timu itarudi kesho kutwa. Wizara pamoja na mkoa, na mkuu wa mkoa huko hapa, na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam naye asikilize. Andaeni utaratibu, vijana wetu wasifike kimya kimya, wapokelewe kishujaa. Na kwa kuwa tunatambua kwamba kesho watakuja, waheshimiwa viongozi wetu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi wameshafanya kazi kubwa ya kuandaa miundombinu ya kisasa, kujiandaa na hiyo mwaka kesho. Sasa wizara za michezo pamoja na mashirikisho yetu TFF na ZFA, fanyeni kazi ya kuandaa timu. Viongozi wetu wameandaa miundombinu, twendeni tuandae timu. Ili watakapokuja tuwe tumejiandaa. Na moja ya maeneo ya kuandaa timu, angalieni kanuni zenu. Nilikuwa nawaza nikisema leo matumizi ya wachezaji wote wa kigeni, nitatafuta ugomvi ambao hauishi. Tutaacha kujadili kuwasubiri wanaokuja mwaka kesho, tutaanza kujadili kuondoa wachezaji wa kigeni. Sasa nadhani tugawe mashindano. Angalieni kanuni zenu. Yale mashindano ya shirikisho, yale mashindano ya ligi kuu yatumie wachezaji wote, na yale ya mataifa ya nje ya champions, sijui mabingwa, klabu bingwa, sijui shirikisho, yatumie wachezaji wote na wa kigeni. Lakini haya yanayoandaliwa na mashirikisho, kwa mfano shirikisho la TFF, kifupi tu imezoeleka kuitwa FA. Angalieni kanuni hiyo, itumie wachezaji wazawa tu, ili kutengeneza wigo mpana wa wachezaji wetu wa kushiriki mashindano mengi, ikiwezekana hata yaongeze na urefu
ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, ugenini. Tukianza sasa mpaka mwaka kesho tutakuwa na kikosi kikubwa ambacho tunaweza tukakiona. Lakini sio hiyo tu, sio hiyo tu. Tukirefusha ligi ya Muungano kwamba iandaliwe inapoanza ligi kuu, na yenyewe ligi ya Muungano ianze, timu zote za Pemba na hapa Unguja na timu zote za bara, ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, ugenini na nyumbani, mtoano mpaka inapofika mwezi wa 4 kilele cha Muungano, tutakuwa na hiyo itumie wachezaji wazawa tu. Naamini tutakuwa tumetengeneza mashindano ambayo yatawafua vijana wetu. Ukija ukaunganisha na wale wanaocheza nje ya nchi, tutakuwa na kikosi kipana ambacho kimeshiriki mashindano mengi. Sio hiyo tu, hata ligi za mikoa na zenyewe ziratibiwe. Sasa wizara zetu za michezo, kaeni, angalieni kanuni, kaeni na mashirikisho, angalieni, mkishaona inafaa mtuletee hayo mapendekezo, mimi na makamu wa pili wa rais, ili tupeleke kwa viongozi wetu wakuu. Yakishapata ridhaa, tuweze kutekeleza katika kuandaa vikosi vyetu vya kupeperusha bendera ya taifa, huku Tanzania akiwa mwenyeji. Watakuja hapa hapa. Kwa hiyo kama jirani yako alikuwa anasikitika, mwambie tulia, watakuja hapa. Kwa hiyo niwapongeze kwa mara nyingine Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Amekuwa na nyota njema katika uongozi wake. Vilabu vimefanya vizuri sana, vikaweka historia ambavyo havikuwahi kuweka. Nyota njema, na hata timu ya taifa na yenyewe imeweka historia ambayo haikuwahi kuweka. Kwa hiyo haya sio ya kuyachukulia tu kiurahisi. Yangekuwa kiurahisi yangeshafanyikaga na zamani. Si nchi na wachezaji si walikuwepo? Lakini historia hizi hazikuwahi kutokea. Kwa hiyo pongezi zimfikie Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wameendelea kuweka rekodi, wameendelea kuweka historia na alama mpya kila sekta. Uongozi unaoacha, sisi kazi yetu ni mambo mawili: tuendelee kuwaombea dua na tuendelee kuwapa ushirikiano. Hayo ndio mambo ambayo wao wanatamani wayapate kutoka kwetu. Kwa ndugu viongozi na wananchi wenzangu, nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru tena ninyi wote pamoja na viongozi na kamati ya maandalizi na wananchi kwa kuratibu vizuri shughuli hii ambayo imefanyika leo. Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na timu yenu yote ya wizara, hongereni sana. Mmeratibu vizuri sana.